Paul says that we should not be ignorant to some of his devices, lest the enemy himself takes advantage over us. It is by faith, it is that faith that enables us even to overcome some of the things that we cannot overcome by our own strength. And sometimes, my brothers and sisters, in these last days, we need to sustain a level of discernment. God is so serious with the names. In fact, anytime you walk with God, He doesn't call you by the title men gives you. I told you and I promised you that we are going to deal with another very interesting topic that the devil doesn't like, and today's message is star unders. Star unders, wawindaji wa nyota. Wawindaji wa nyota. Remember last Sunday I told you, nilikuonyesha vile mtu anaitwa Yusufu aliota ndoto, na katika ndoto aliletewa nyota 11, na hizi nyota 11 zikawa zinamuinamia. Mwezi ukamuinamia na jua ikamuinamia. Mwezi ilikuwa ni mama yake, jua ilikuwa ni baba yake, na hizi nyota 11 zilikuwa ni ndugu zake. Na ndio sababu uliona ndugu zake waliposikia ile ndoto wakawa na tafsiri ya haraka sana, wakajua hii nyota moja hii inakaa itang'aa na itaangaza zaidi kutuliko, na hapo wakaanza vita na yeye. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says they hated him the most. Even for the second time they saw him coming, the Bible says they hated Joseph the most. Hallelujah. Brothers and sisters, from where we have read in the book of Obadiah, there is again a mention of stars. And from what Obadiah is talking about, he is pointing to us a certain stubborn enemy who is so proud because of his dwelling place. The Bible says he dwells in the cleft of the rocks. And the Bible says his dwelling place is up there. And then the final verse inatuambia kwamba his nest, he has built a nest in the stars. Praise the name of the living God. So today I just want to continue, but differently, focusing on this topic of star unders. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Last Sunday I showed you and I told you that you are a star. You are a star. We saw Psalms 19 verse 1. It says, for the heavens declares the glory of the Lord. So don't think that you are the only person who declares the glory of the Lord. The stars, the moon and the sun at night, they declares the glory of the Lord. Praise the name of the living God. So you being a star, you are a star from the beginning. Nobody was created a failure in this world. Even the married men and the married women that you see in the streets, none of them was created to be the way you see them. Everybody was created with the greatness. Kila mtu aliumbwa aweze kunawiri na aweze kufanikiwa na maisha yake ikuwe maisha mazuri na aweze kufikia hatima yake. Lakini kuna kitu kimoja, na hii ndio ujumbe ambao shetani hapendi watu wa Mungu waweze kuelewa. Nitakuonyesha vitu hapa, na nikawa ninasema ya kwamba wapendwa, itabidi siku za leo, na itabidi mtu aliyeokoka katika karne ya 21 uweze kuelewa kabisa ndani na ujumbe, na uelewe siri zote ufalme huu wa giza utumia. Because Paul says that we should not be ignorant to some of his devices, lest the enemy himself
takes advantage over us. You know, the moment the enemy knows that you have a lot of information about him, he cannot use that information against you. Akishajua umeshamjua, manake yeye hawezi fanya kazi mchana, yeye lazima afanye kazi usiku. Na tunaposema usiku, simaanishi ule usiku wa giza. Whenever you hear darkness mentioned in the Bible, darkness is another word for ignorance. Christians, we are so ignorant. Tumepuuza sana na tumepuzilia mambo mengi sana kwa jina ya kwamba tuliokoka na tunaenda mbinguni. Na ninashangaa, kama uliokoka uende mbinguni, unangojeanga nini? Na unafaa kuwa umetangulia uende kwa mbinguni, tukupatange huko ukiwa umeenda. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tuko vitani, na ni lazima tunapoishi duniani hii tuweze kuelewa zaidi juu ya vita vya huyu mwovu shetani. Yeye anakujua siku tu unapozaliwa. Tazama, Mungu anaambia Yeremia ya kwamba siku ile ulizaliwa, mimi nilikujua kabla ya siku ya kuumbwa tumboni mwa mamako, nilikuwa nimekujua. Jina la Bwana lipewe sifa. So that should now bring you to the attention and ask yourself, why is it that the devil wanted to kill Moses from his childhood, and now that he has never succeeded, he is still pursuing Moses up to the last day Moses died on Mount Nebo up there. The devil is still there looking for the body of Moses. What is wrong with this devil? He knows the potential in you since inception, and since the very first day you were born, and the very first day you came to this. He knows the potential. He knows the danger that you are posing to his kingdom. So one of the area that he does is to have people called star-unders, wawindaji wa nyota. Kuna watu wanakuwinda, wengine washakupata na wamefanya vituko zao. Jina la Bwana lipewe sifa. Mtu mmoja akawa hana kazi kwa muda mrefu sana. Ndugu huyo alikuwa ametafuta kazi na akawa hana kazi kwa muda mrefu sana. Na katika miaka yake akitafuta kazi, kwa neema tu akapata kazi nzuri, akapewa ofisi nzuri na kiti kikubwa chenye starehe. Lakini cha kushangaza na huyu ndugu, akishaingia kwa ofisi, akalia ile kiti, ile inaitwa dosi. Unasikia uchovu, unasikia usingizi, na hiyo ikaendelea kwa wakati mrefu. Uzuri alikuwa ndugu ameokoka, na nilikuambia kitu kimoja katika maisha haya mpendwa, if you are not full of the fire of the Holy Spirit, wewe sasa sikudanganyi, ni kukuona tunamuona kama sanamu. Very soon you are going to disappear, because the warfare raised by the enemy is not for lukewarm Christians. This is a warfare that needs people full of fire, and the people who can rise up at midnight and they start firing bullets and the missiles in their evil counsel. You saw evil counsel in the book of Isaiah 47. There are star-unders who normally assemble at night, and in their meeting they are executing demonic evil counsels against people's lives, against destinies of people. So if you are not full of fire, and if you are not a prayerful believer, believe you me, your case is already determined. Your case is already determined. But I came to tell you this afternoon that you still have a chance. You can redeem yourself from today in the name of Jesus Christ. Praise the name of the Lord. So this brother akawa amekaa kila wakati, na akitoka siku ya masaa ya kazi ikiisha, akienda nyumbani, mwili iko na nguvu hapo, sasa akili imepunguka, akirudi kesho the same thing. Praise the name of the Lord. Sasa this brother akawa anajua there is a problem in this office. My brothers and sisters, when you hear Paul say that we don't walk by sight, we walk by faith. It is by faith. It is that faith that enables us even to overcome some of the things that we cannot overcome by our own strength. And sometimes, my brothers and sisters, in these last days, we need to sustain a level of discernment that can always, whenever you see strange things happening around you, you just have to be very alert and know for a fact that things don't just happen. Bwana Yesu asifiwe.
Kuna watu tu wamezoea mambo tu. Unajua mimi kama mchungaji nimekutana na watu wa kila aina, na unasikia mtu anakuambia vitu, lakini afadhali yule anakuambia. Kuna wengine wanapitia vitu na wameshazifanya kuwa sehemu ya maisha tu, bora tu aone siku ya kesho. Jina la Bwana lipewe sifa. Huyu ndugu alisema hapana, na akaingia kwa maombi na akafunga, na katika kule kufunga akiomba, siku moja akiomba, aliona kitu imeanguka kwa hiyo kiti, na hiyo kitu that was a charm. There are believers who don't even believe today. Up to now, they don't believe in witchcraft. They don't believe in charms. Hello? The charm fell down and the brother collected the charm. And that is the thing that was always working against his star, against his own life, against his own destiny. Praise the name of the living God. Another sister from a very a nuclear family, akawa sasa yeye anaishi maisha ya kusononeka, maisha ya shida, akitafuta kibarua hapa apati, akitafuta hii apati, akijaribu mbinu yote aendelee kimaisha. Do I have people like that in the house? Do I have people like that in the house? Do they have relatives who are going through the same thing? And you think things just happen? Things don't just happen. There is always a force behind the shadow. Praise the name of the living God. And that's why today I'm going to expose to you some of the strategies star angers use in order to keep you under bondage. Amen. Dada huyu kumbe nyanya yao, sema nyanya, si useme nyanya. Kumbe nyanya yao is an agent of star angers. Na yeye akiwa pale you know, you people, you are just joking. How many people comes from Western? There is a case that we are going to deal with in Western. Niliwaambia I was supposed to be in Western this week. Do you know on Sunday immediately niliwaambia the family that we were going to pray for? I just called. I woke up in the morning on Monday morning na nikapiga simu to confirm, because we were supposed to travel on Monday, only to get a shocking response that, Pastor, we have lost our father. Are you hearing what I'm saying? We have to suspend that. There's another family that we are soon going to pray with. The father of this family is married to two wives. The last one is a known witch. You know, there's a difference between a witch and a wizard. Witches ni kina nani? Waambie Wilson, waambie vizuri. Ukisikia witch, ujue hapo ni mama. Ukisikia wizard ni nani? Kuna watu hapa hawajui tofautisha. Now, this young lady, yule mama wa mwisho, amebeba uchawi properly. Na alikuja akaroga huyu mzee, akamweka chini. Na siku ya mazishi hiyo wiki, mama mkubwa hata yeye chini. So ikawa mazishi wiki ngapi zikifuatana. And you can I tell you, church, it's not time to play around with things. The lady had even to confess with a lot of boldness and audacity. Akasema sasa ndovu zimeenda. Ndovu hizo ninamalizana nazo. Hizi zingine ni kifagio sasa. Ni kifagio. Wewe unacheza ni mchezo. 2 weeks ago alifagia 2 brothers who are twins, alifagia mmoja. Kumaliza siku ya maombolezi, anasema hii maombolezi ingevaa kwa namna hii, haingevaa kwa namna hii. Tunafaa kuwa tunaongea watu wawili, watu watatu hivi. Unasikia hizo vituko? Because this is a star anger. She looks at somebody and makes sure that she will eliminate that person.
She looks at somebody and makes sure that the person is going nowhere. That is the work of star anders. Praise the name of the Lord. But today, very shortly, I want to take you through some of the strategies that they use. And I want you to look at Matthew chapter number 2, verse 1 to 2. You will read at your own time, but I will show you something so that you can connect with my message. Matthew chapter 2, verse 1 to 2. The Bible talks about Jesus being born. And when Jesus was born, wakati Yesu alizaliwa, Biblia inasema kwamba pale alikuwa kulitokea kule inaitwa mashariki, the wise men from east wakawa na habari kwamba mfalme wa Wayahudi amefanya nini? Amezaliwa. Lakini njia ya kwenda pahali mtoto yuko ikawa haikuwa tairi kwao. Kwa hivyo ni nini kiliwaongoza kwenda pale? Ni nini kiliwaongoza? Nyota ngapi? Nyota moja. Jina la Bwana lipewe sifa. So the star led the wise men all the way to where the child was born. And I want you to follow this thing very carefully, because the same theology of stars has been corrupted by the wicked men and the kingdom of Satan. Now there is what we call astrology. And the astrology is something that God ate with passion. Mungu anachukia wanaosoma nyota. Wangapi mnasoma nyota? Tanganya. Sema tu kama unasoma nyota, nikusaidie leo. Ukipata tu gazeti hivi ya Standard ama newspaper yoyote, kitu ya kwanza wewe unakimbianga kuangalia nyota yako inasema nini? Kalista sio unaangalia nyota. Wilson, uko na nyota? Unajua badala ukumbali kama Wilson, nikusaidie. Ulio kukaa tu. Kama kuna kitu Mungu huchukia ni nyota. Because that concept has been corrupted, and the person who corrupted the concept is the grandson of Noah. Anaitwa nani? Nimrod. Genesis chapter number 4. Utakuta Nimrod, huyu ndiye alianzisha the study of astrology. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo Mungu anachukia ibada yoyote ya mwezi, ya jua na ya nyota, na sana ya nyota. Na ndio sasa hapo umeona Isaiah chapter number 47 verse number 13 and 14. Anaambia huyu mwanamke anaitwa the daughter of Chaldean, binti wa Galilea. Anamwambia sasa jiweke tayari na uangalie kama hao wasoma nyota ambao umekuwa ukiwafuata na kuwauliza jinsi ya maisha yako itakuwa, uone kama watakusaidia. Praise the name of the living God. He hates it with a lot of passion. So, brothers and sisters, star anders can be angels deeply planted in your family. Star anders wanaowinda nyota ya maisha yako, wanaowinda nyota ya mtoto wako, wanaowinda nyota ya hatima yako. Usifikirie wanaweza kuwa watu wa mbali. Wengine ni wale wajumbe wamepandwa pale. So I want to show you some strategies as I wind up. You better put down this one. Hii andika mahali. Manake nakusaidia ujumbe huu, nakusaidia. Strategy number 1 is counterfeit body. Counterfeit. Nani anajua counterfeit? Mtu mmoja akasema at least for the first time Chinese wamejaribu kutengeneza kitu original. At least zile zingine ni fake, lakini round hii wametengeneza kitu original ndio corona. Hallelujah. So counterfeit is a copy of the original. It's not sio kitu halali. So when we talk of counterfeit bodies, what are we talking about? Because star anders use that as a strategy. Nataka unisikize vizuri.
Umewahi kuona mtu ana miaka kidogo lakini anakaa kama ako na miaka 25 lakini anakaa kama ako na miaka 55. Umewahi kuona watu wa aina hiyo? Na wewe umewahi fikiria nini wakati unaona wanakaa namna hiyo? That is a counterfeit body. It's not their original body. And the strategy behind counterfeit bodies is to deny you success in your life. Because however and no matter how hard you pray, no blessing can come to you, because first and foremost, that is not your body. And we have an accuser. Revelation chapter 12 verse 7, as you go down, we have an accuser who accuses us day and night. And what is the work of an accuser? He will have to go before the Lord with an evidence, and they will present an evidence and say, how do you bless the wrong person? This is not so and so. How do you dare bless that person? Because when your body has been manipulated, short-changed, you are as good as a shandal. That's why the other day I told you, when I was teaching about the powers of the grave, people who have been held by the powers of the grave, people come when you are asleep at night. Matthew 12:25. The Bible says that when men slept, the enemy came. When men were, you think ni ile tu usingizi ya kitanda, ni usingizi wa kiroho. Hauombi, hauna wakati, hauna time ya kuomba, haupungi chapati umekula kutoka Januari mpaka December. Now that way you are suffering from spiritual slumber, and it is during that time the enemy will plant things in your life. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini uzuri ni kwamba maandiko yanatuambia, any tree that my Father did not plant in me shall be uprooted and cast into the fire. So even after this service, any tree that the Father of heaven did not plant in your life, in your family, it has to be uprooted today. Somebody say amen. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. So brothers and sisters, people with the counterfeit bodies, one of the challenges they will face is abnormal hatred whenever they go. Umeona watu wa aina hiyo? Haya, ninaongea na watu. Umeona watu tu hata akienda mahali tu anachukiwa. Hakuna mtu anaaja na yeye. Hakuna mtu hata ana any attention with that kind of a person. Number 2, an abnormal heaviness, uzito wa kusikia. Nani hapa anaamkanga yani kutoka Monday mpaka hata yani umechoka, uchovu usio wa kawaida. Kuna uchovu wa kufanya kazi, lakini hata huo hujafanya kazi bado tu umechoka. That is a sign that you might be having a counterfeit body. Praise the name of the Lord. And of course another sign, you don't experience any breakthrough in your life. Whatever you try to do, just like a victim of the grave. Because what happens to the victims of the grave? There is no way, according to the laws of eternity, there is no way you can succeed. And no wealth can rest in your hands because you are long dead. What we are seeing is a shadow. The true you was buried. I went the other day to my wife to pray in a certain family, and to my surprise, this family, these couples, wamejaribu, wamekuwa hata na Nissan building, brand new, wakaweka kwa barabara. They just disappeared like that. Zikaisha, wakaanza kusupply school uniforms over 2 million shillings worth. Kulipwa ni 5,000, after 2 months 4,000, after 3 months 10,000, now you are holding people over 2 million shillings. Praise the name of the living God. That is an indication. Until when this family went and decided to change their gates ya mlango ya boma yao,
Wakaamua tu kubadilisha. So one day they were just digging, you know, to remove the pillars and to put up new pillars. As they were digging, guess what? They found a backbone. I mean, a bone of this size. A bone. Mfupa kiasi hii. Guess what? And you people, because you think this world is so good for you to live, this is the most miserable place for you to live. No wonder Paul is telling Philippians chapter number 1, verse number 21 to 23. Anawaambia, now mahali nimefika, niko chini, niko katikati ya mvutano. Ninasikia nikivutwa hivi na ninavutwa hivi. Hii mvuto inanivuta hivi, inanivuta ikiniambia niende nikakae na baba. Hii nyingine inaniambia nikae kidogo. Lakini ningeulizwa ni bali uamuzi, mimi ningeenda kukaa kwa baba. Manake shida za mimi. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa, the star-unders, the wicked men and the women in this world, they have nothing to spare till they see your life perishing. Hiyo mfupa hapa katikati ilikuwa imefungwa na nguo ya mwanamke. Unajua ni nguo gani? Ndio hiyo mama Juda amecheka. Na katikati ya hiyo nguo, na si story, kuja nikuonyeshe hiyo mfupa iko tupanda kwa simu yangu. Katikati hiyo nguo kulikuwa na shilingi 50. Pesa imetoka hapo chini ya mchanga. See how men can be wicked, and especially in our generation. Without understanding, wao wakatoa tu kitu kikawashangasha, ilikuwa imechimbiwa kwa entrance ya ngoma. Na sasa wao wanafichasa after that, so what? Sinimfupa na hizi kitu kingine, so what? Without clear understanding on how to deal with these things, my brothers and sisters, you are as good as dead. Because the fact that a bone is buried by somebody, that person was not a man person. And the first question you should ask yourself, alitoa pesa wapi? And what is the role of money tied with a bone? And what is the role of a bandit tied with a bone? Incantations, what we have seen in Isaiah chapter 12 and in chapter 47, incantations are being done when these things are happening. They do incantations, they connect you there, they reduce you, and they bury you alive. It is the other day I was in what is this place? Taita Taveta Hills. A man who was a manager in one of the best parastatals in this country. He was a manager getting a good money. And because he had a problem with his neighbor, not only a problem, but the neighbors were so envious. They were envious. They came all the way from Mombasa and they came and they bought a casket. Oh my. How I wish you can understand these things. Wakanunua sanduku ya mauti na wakaja wakachukua, sijui paka alikuwa amekufa ama waliua, na wakamshika wakamfunga vizuri na wakakuja wakachimba at the edge of the boundary, wakachimba literally kaburi, and they conducted a burial at 3 a.m. and they were not burying a cat, they were burying that man. Those are called evil burials. I tell you for sure, there are people here who are already buried alive. Anything you try, and anything that comes your chochote kinakuja kwa mikono yako, lazima kipotee kama ewa. Kwa sababu one of the sign of victims of the grave, every success must die at your hands. Jina la Bwana lipewe sifa. So counterfeit bodies, I've told you, that is what they do when they manipulate and exchange and give you a wrong body. Guess what? There's a man who was a CEO. A man who was a CEO. And the way he was living, he was sharing the same style with a cleaner. You don't understand what I'm saying. Say, in the name of Jesus. Why don't you say with a passion? In the name of Jesus. In the name of Jesus. I refuse
anybody to be promoted on my behalf. Yes, there are people enjoying money and the wealth, and it is simply because there was an exchange that took place. They were given your star, and they gave you a wrong body. So they are enjoying promotion as you suffer in bondage. Praise the name of the Lord. We are going to engage into prayers, and let me show you the other point. Number 2, name manipulation. Jina, name. And I wonder, especially with us Africans, we seem not to care about names. We seem not to care. We have no problem. Hata uite jina gani wewe, najua waliniita tu, ni wazazi waliniita. Praise the name of the Lord. Now, name manipulation is another strategy star-anders uses. And God is very specific with the naming. Very specific with what? Look at Jacob. Jacob is a man with destiny. A man who is meant to be a nation in himself. But the name is disadvantaging this man. Jina tu peke yake inamuuza. Manake the name Jacob means a con man, trickster. Muna shikana kidogo hivi unakuta 200 hakuna. Kumbe ulikuwa ni Jacob. Names. So God aimed to change the name of this man ili afikie hatima yake, because God is so serious with the names. In fact, anytime you walk with God, He doesn't call you by the title man gives you. Neither does He regard those titles. Whenever you are dealing with God, He calls you Abraham. Abraham, do not bear your hand on the sun, for I know that you love me. Hey, not Reverend and not any other title. Praise the name of the Lord. God walks with men and the women, and He is always very specific to transact business with the men and using their titles. Praise the name of the living God. Look at Sarah. Mama tu kucheka vitu ambazo si za kuchekwa. Anasikia malaika wanaambia Abrahamu, sasa tumeshiba, mwaka ujao tarehe kama hizi utakuwa na mtoto. Sarah ako na 90 years, Abraham ako na 100 years. Sarah anacheka. Sarai means laughter. God realized now there's no way I can, release a blessing to this woman with the name that does not glory me. So I have to change the name of this woman. And the name Sarai are to be changed by God Himself to Sarah, mother of nations. Abraham. God had to change the name Abraham to Abraham, the father of nations. Why do you think God is so specific with the names? Yet you are just seated here with a lot of ignorance, enjoying a funny name, which even you yourself do. Praise the name of the living God. Brothers and sisters, I want to open your eyes. There is this evil king called Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar is an heathen king, a man who doesn't regard the God of Israel. He is the king in charge of 127 provinces. Yaani alikuwa mfalme wa kutoka Asia mpaka Ethiopia. King Nebuchadnezzar. Now let me show you something so that now I can open your eyes. This man, as evil as he was, knew how to manipulate names to disadvantage people's destinies. Oh, you didn't hear what I said. And then you tend to think that the name, Daniel. How many people know Prophet Daniel? Do you know the meaning of Daniel? Daniel, praise the name of the Lord.
inaandika hivyo. I want to share information, my brother, which will help you. Daniel means God is the judge. But Nebuchadnezzar, with the knowledge to manipulate names, akaamua venye wamefika Babylon, siwezi kuendelea nikiita huyu mtu ati Mungu wake ndiye muamuzi. Lazima nimbadilishie jina. Kuna watu hapa wamebadilishiwa majina. Hello? Aliita Daniel Belshazzar. Belshazzar. Write that, because each name has a meaning. Belshazzar means presence of Baal. Yule Mungu alikuwa anaitwa Baal. Presence of Baal. So now Nebuchadnezzar does not want Daniel to be referred to as Daniel. God is my judge. No, let us call him Belshazzar, meaning presence of Baal. Pepo ya Mungu wa Baali. Na ndio hiyo akampatia Daniel. Praise the name of the Lord. Who was the next person? You know, we are so much used with Shadrach. That was not his name. The original Hebrew name is Ananias, gift of God. Ananias, gift of God. But Nebuchadnezzar, with the understanding of Anders and the strategy, he called him Shadrach, meaning commander of demons. Anayeamrisha mapepo. Anania, gift of God. Hatuwezi kuendelea kuita mtu hiyo jina nzuri, itamnufaisha. Tumwite komanda wa mapepo. You didn't hear. Praise the name of the living God. Meshach was not his original name. The Hebrew name was Mishael. Mishael means who is like God. Akamuita Meshach, meaning resemblance of demons. Anayefanana na mapepo. Na unajua wakuambiangi tafsiri ya jina, wanakumbatika tu kijina, wewe tulia mbebana na jina. Naona Mkamba hapa anaitwa Mujua Dhoka. Wewe unajua Mujua Dhoka ni nini? Kuna Wakamba hapa. Mujua Dhoka sasa ni ile mti bila shoka yenyewe. Ita mtoto na hiyo jina sasa. Shule ndio atakuwa na balance. Praise the name of the Lord. Brothers and sisters, I'm just sharpening your spiritual understanding so that from today you begin to operate in a new level. Praise Jesus. So, when you look at these young Hebrew boys, they came with names that are full of grace and anointing to propel them to their destiny. Nebuchadnezzar could see how bright, and you know what? There's something you need to understand. Before the captives of Judah were taken to Babylon, Nebuchadnezzar had a knowledge and a certain understanding. He gave a command that as you go to take these people captive, unapoenda kuwachukua mateka, wajana na watu wajasoma, na wajana na watu wenye ni wakonda, chukua watoto wasomi. That is why Isaiah is telling Ezekiel, now because of what you have done, kile umefanya, ujue ya kwamba wa kwanza kwenda katika nchi ya uhamishoni watakuwa ni watoto wa nyumba ya kifalme, wale wanaitwa the eunuchs, the sons of eunuch. And it is believed theologically that these young Hebrew boys were from the royal family. They were so bright, so well informed and well educated, and those are the material kind of people Nebuchadnezzar wanted in Babylon. But now anaangalia, naona hawa ni watu wanaenda mbali, ni watu wanaenda mbali. Kwa hivyo the only way we can do is to manipulate their names. Praise the name of the Lord. Even
God himself, and hear this very well. Hata Mungu mwenyewe nikwambia anachukua jambo hili la majina kwa umuhimu sana, kiasi kwamba akitumana hata kutoka mbinguni, anatumana mpaka huyu mtoto na jina lake. Huku sikia vile nimekuambia wewe. Anasema malaika anakuja kwa Mariamu, anamwambia, Hail Mary, highly favored, more than all women. Hizo ni salamu peke yake. Maria anatetemeka, anajiuliza, jamani, mimi hata sijai kuwa MCA. Salamu za aina hii zinanipeleka wapi? Malaika anamwambia tena, utazaa mwana kupitia nguvu za Roho Mtakatifu, na sio wachawi wa kwenu watamuita majina, wala sio wakunga wa hospitali watamuita majina. Mwana akizaliwa ataitwa Yesu. He gives back to two sons, Ophni and Phinehas. Phinehas gives back to a son, but at the wrong time, when the glory of the Lord has already departed Israel. Na yeye ashakufa kwa sababu ya dhambi. Mtoto amezaliwa, mama pia amekufa. Kusaliwa hivi, wakunga ndio wana decide what name to give this young man. Na wakaangalia kumpatia nini? The name Ichabod. Unafikiria mchawi wa kwenu angekupokea hivi ukizaliwa, unafikiria anakuita jina zuri? Wapi? Let me show you now what they normally do in point number 3. Andika point number 3. Placenta manipulation. That is another strategy. Na hii sasa, kama kuna mtu hapa una very serious problem with your child, very stubborn, usitafute the source of the problem. It is number 3. Placenta manipulation. Bwana asifiwe. Let me show you something so that now you don't think that I'm trying to exaggerate. Nani hapa anatoka Kitui? Elisa, tusaidie tu. For the sake of these people to understand, tusaidie. Ni useme sasa kwa Kilonja. Si unamjua? Kuna mtu mwingine wa Kitui hapa anipatie baka. Wajana Elisa. Tatu kuja kwa mzee. Si unajua Kilonja? Watu peleka huko kufanya nini? Ukula ni ite tuna vikama, nitawaambia hiyo ni problem. Wanaenda kwetu wakiona wameshindwa na wewe kabisa, watakuwekelea uko na majini, uko na mapepo, lakini ni kisingizio wakupeleke kwa huyo mzee anaitwa Kilonja. Si huyo sasa. Ukienda huko, hiyo kitu umesikia akisema kwa yangacha, usikie ni kederi, usikie ni mdokoi, naenda kukula, unaenda unapewa makonjo ya binadamu kama wewe. Tunaelewana? Nini? Mkonjo ya mtu kama wewe ndio usirudi kuroga watu tena. Na nini sikisia tu? Now my point is, if a human being can force another human being to take such a stuff, what else cannot be consumed in the wicked kingdom of Satan? So, in placenta manipulation, do you know these wicked people are so diabolical to a point that whenever they see a destiny ya mtoto na waone kabisa huyu ni mtu anaenda mbali, hiyo ni placenta itakunywa supu haraka sana. Ipikwe na ikunywe supu, na story yako imeisha. Story yako inaishia wapi? Hapo. If they don't do that, and that is why, especially men of a certain age like Wilson and Kamitu and even Mr. Village here, yes, like those men. If you remember those days wakati hakukuwa na hospitali, you remember those days Kamitu? At least we can live Village because wakina Village watu walidevelop kitamu. Village sisi kwetu, when a woman is in labor, there were specific village old women. Hata baba
aje asipikie mzee wake, akuje kukaa na huyo mama anaumwa, hata kama ni siku ngapi, na hawezi enda nyumbani. Their interest was number one, who to be given the placenta to dispose. Na hawezi kuidispose mkimwona anajifanya iko na mambo mingi, anaenda kwa msitu huko peke yake. Then when burying the placenta, they used to do what we call incantations and enchantment to program the newborn and to kill the star and the parents. Praise the name of the Lord. Brothers and sisters, that is what we call placenta manipulation. And the only way you can redeem such a victim with understanding like now what I'm sharing with you is to deploy very sophisticated spiritual weapon of mass destruction called what? Andas. Star Andas. There is also what we call Andas in the book of Zechariah. Chapter number 5, I think. No. Jeremiah chapter 16, verse 16. You will read at your own time. This is a weapon that can work for you. You just deploy the weapon, and the weapon deals with the territorial altars and the territorial powers. The weapon can go and locate the exact place where your placenta was buried, and the incantations were done, and the manipulations was done, and then it can redeem you. Praise the name of the living God. I told you the other day, some of the people that you see, when there was him, just because of a simple thing that people ignore, sand lifting. Somebody picks sand under your feet, speak to it. Some enchantment and incantations are done, and then they scatter it into the air, and the person leaves the family, and the person go to collect. Unaenda kufanya kazi ya kanju na utaandikwa na kanju ya municipal. Unasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Last point. Strategy number 4. Is it strategy number 4? Okay. Polluted food. Polluted food. Na hapa lazima sasa tukue waaminifu. Niko na watu waaminifu kwa kanisa. Because even kwa radio, hiyo ni swali linaulizwa na mtu. Leo asubuhi kuna mtu alisema akipeana mahitaji yake ni muombe. Wangapi hapa mnakulanga chakula ukiwa unaota ukikula chakula kwa ndoto? Sasa unadanganya nini? Si useme na ni wewe ulikula. Na tena ni wewe uliota. Wangapi mnakulanga chakula kwa ndoto usiku? Uko usiku hivi unaona nyama imeletwa, chakula kingine mbaya. Si useme nikusaidia. Ama ukuje kwa ofisi, nitakusaidia. Hiyo ndio inaitwa polluted foods. You remember Paul telling the church of Corinth, warning them against eating food that has been offered to demons. Yeah? Young people muko. Mary yuko. Young people muko. Unaona hizi vitu unaona mnaitia kwa sijui bash. You know there are the agents of this kingdom of darkness. They are so clever. That's why the Bible says the sons of darkness are wiser than the sons of light. These young people who are already in Illuminati and those who are in the secret sects, they just organize a party, a good party, buy a cake and all the stuff, and then they welcome you. Mbash nada inatolewa cards. Wewe unaenda bash. It is already dedicated to Satan. As you go, as you share that food, it is already a polluted
polluted. When I talk of polluted, I'm not talking about si chakula safi na sisemi ni matumbo itaoshwa. Ninasema it is spiritually polluted. The moment you take that food, you become a captive. I'm helping young people. And I'm also helping all the people in this place. Some of the parties unaitiwa, jiulize ni kina nani wako huko. Na ujiulize motive ya hiyo party. Na hata find out the kind of food cooked there. Jina la Bwana lipezo. You know people, let me tell you, as a pastor and as a man of God who has been in the ministry, I know just a number of things that I'm dealing with. There's a wedding. A wedding. Na hiyo wacha nitoe kamera. Yaani kuna harusi moja ilifanywa baharini. Ilifanywa wapi? Baharini. Yaani watu wana pesa kiasi kwamba kufanya hata harusi kanisani, they see it is just ni kama sasa kuwa mshamba. Wakasema twende Mombasa. Na wakaenda Mombasa na wakavaa nguo ya gown na wakaingia sasa wasunguke mpaka picha ni baharini. What are you dedicating that marriage? Who are you dedicating the marriage to? Who are you dedicating this marriage? Today as I speak to you, today, the couples are already parting ways and they are going to separate. Seriously, this is something that I heard 2 weeks ago. They cannot stay together now because you saw your marriage to marine spirits and you dedicated the wedding to the marine altar. Hello? And there is no powerful altar like marine. Marine altars it's so bad. The moment you become a victim of marine altar, hauna bahati. Nothing will work. Praise the name of the Lord. So, brothers and sisters, we got to be careful. We got to wake up now. Lazima tuamke na tujue ya kwamba kuna wawindaji wa nyota wanawinda wewe, wakishindwa na wewe watawinda mke, wakishindwa watawinda watoto na hawakomi. They will do everything possible to shatter your dreams and your visions. And they make sure that you just remain an ordinary person. You are promised to live and die, and we forget about you. Praise the name of the Lord. Sema sio mimi. Simama kwa miguu yako. Kama umekubali sio wewe, simama.